Serikali wilayani Nzega imesema haitasita kuwanyima leseni makampuni ya ununuzi wa zao la pamba ambao watachelewesha kwa makusudi kuwalipa wakulima fedha zao, huku wakionywa wanaofanya udanganyifu wa kuongeza uzito kwenye zao hilo kwa kuweka mchanga na hivyo kusababisha kushuka kwa ubora wa pamba kutoka 44% hadi 7%, jambo ambalo linafanya zao hilo kuwa hatarini sokoni. Haya yamejiri katika mkutano wa wadau wa pamba ambao umeratibiwa na chama kikuu cha ushirika Egembensabo na kuwakutanisha wadau wa zao hilo kwa lengo la kupeana maelekezo ya namna bora ya kuendesha zao la pamba kwa msimu wa mwaka 2025-2026. Kwa yeyote kuanzia mwakani atakayechelewesha kulipa madeni akisubiri kwamba anaenda kuingia ofisi ya mkuu wa wilaya kwenda kupitishwa kibali ndo wiki hiyo analipa, nikimgundua na mnyima kibali, kwa sababu ina maana yeye anakaa na hela za watu wangu muda mrefu, akishajua tena anakuja kununua ndo anakuja tena kufanyaje, analipa. Kwa hiyo nitataka kupata taarifa zote kwa wale wanunuzi ambao wamechelewesha pesa, wanakuja kulipa 1 week before aanze tena kuomba nini, kibali. Lakini jambo jingine, kwa wale wote wanaosindikiza mizigo, wanapofika kule wanakosa zile pesa zao ambazo wanahitajika kulipwa kwa ajili ya matumizi yao, sivyo? Wale na wao ni binadamu, lazima walipwe zile pesa zao ile waweze kula na kulala wakiwa kule ugenini. Sawa ndugu zanguni? Kwa hiyo niwatake wanunuzi, niwatake makampuni kuwalipa wale wasindikizaji. Isiwe mtu anaenda nasindikiza mzigo alafu inamtesa. Kwa hiyo niwatake msitese watu wangu. Yaani msitese nini? Msitese watu wangu. Tunafahamu msimu uliopita tulikuwa na changamoto mbalimbali zikiwemo za makampuni. Hawa wadau wenu hawa wakulima wa AMCOS wanapopeleka mazao yao kule kwenye majineli, kulikuwa na upungufu wa kilo. AMCOS yeye imepima kilogramu 10,000 zinaenda kupelea labda kilo 200 na kadhalika. Kwa mwaka huu sasa na kwa mizani tumeletewa, kwa kweli sidhani kama ile itaenda kutokea. Tukae waaminifu, hawa wadau wetu tukawapimie kama walivyopima kwenye AMCOS zao. Mwisho, ndugu mgeni rasmi, tumehimizwa sana sisi chama kikuu kwamba tukasimamie sasa ubora wa pamba. Ubora wa pamba umepungua kutoka 44% ambazo tulikuwa nazo Igunga na Nzega mpaka 7%. Kwa hiyo tuko kwenye hali ya hatari, na hivyo sasa tumeweka mkakati kwamba sisi AMCOS, viongozi wenzangu, tukasimamie ubora wa pamba tukishirikiana na wadau wengine, kuhakikisha pamba tunayopokea na kuingiza kwenye gara iwe ina ubora, isiwe na maji, isiwe na mchanga, isiwe na uchafu wa aina yoyote, ili kuweza sasa kuinua hadhi ya zao la pamba na huyu mkulima akaweza kupata bei ya juu, anufaike na jasho lake. Aidha, mrajisi wa vyama vya ushirika mkoa wa Tabora, Venancy Msafiri, akabainisha namna watakavyoimarisha usimamizi kuepusha changamoto hizo. Kama mwenyekiti nani ameshazungumzia, mwaka jana zilitokeza kuna changamoto ambazo zilitokeza za watu kuuza pamba ambayo haiko sawa, wanaweka mchanga, wanafanyaje. Kwa hiyo hilo sisi tumesema ni kwenye msimu huu hilo jambo lisitokeze, na mwaka huu tunafanya ni usimamizi wa karibu. Tutapita kwenye kila masoko, kama hiyo changamoto itajitokeza tutachukua hatua hapo hapo. Kwa hiyo hatutasubiri, kwa sababu haraka baadaye tutasoma, hatutasubiri muda sio upande wa mkutano si ufanyaje. Yani hapa sisi tukiona umeshafanya kukosa na tayari tumekueleza, manake wewe unakuwa umeshafumba macho. Kwa hiyo tunachofanya sisi ni kuchukua tu hatua, na timu mwaka huu zimejipanga. Kuna timu ya halmashauri, watu wa bodi ya pamba pamoja na ofisi
za ukuu wa wilaya pamoja na mkurugenzi wetu. Kwa hiyo ninaamini mwaka huu utakuwa ni mwaka tofauti sana. Hata hivyo, baada ya ufunguzi wa kikao hicho, mkuu wa wilaya anaitwa Pwaki Tukai akakabidhi mizani kwa wakulima wa zao hilo, huku akiwasihi kuitumia vyema. Hizi ni mali za serikali. Sawa ndugu zangu, hii ni simu ambayo itakuwa inaweka taarifa zako zote. Na hii ni mizani ya kisasa ambayo itakuwa inapima nini? Mzigo wako. Lakini hii ni printer ambayo itakutolea nini? Risiti. Kwa hiyo hakikisheni AMCOS mnalinda nini? Mali hizi. Ikiibiwa, toa taarifa haraka sana ili niweze kutuma vyombo vyangu viweze kutafuta nini? Mali ya serikali. La sivyo mtalipishwa tu. Sawa? Kwa hiyo muwe makini na mali za serikali. Hii ni mashine ya kisasa kabisa, gharama yake ni kubwa. Kwa hiyo ni lazima kuifanyaje? Kuilinda. Lakini pia simu hii ni kwa ajili ya kuweka record zenu. Kwa hiyo ikiibiwa, ina maana mtu akija kusema hajakulipa amekulipa, wewe itakuwa imekula kwako, sawa? Kwa hiyo lazima pia ufanyaje? Utunze. Lakini na hii printer ya kuweza kutolea nini? Risiti, lazima na yenyewe ufanyaje? Uilinde. Baada ya kusema hayo, nikukabidhi huyo wa kwanza. Wita. Ndio Wita wote wawili. Hongereni sana. Hongereni sana. Kwa jina naitwa Edwin Brighton Maganga Humbu, natokea AMCOS ya Migua, wilaya ya Nzega. Nashukuru kwamba mapokeo ni mazuri, ni chanya, ambayo yana mlango wa kuleta maendeleo kwa serikali, kwa jamii na kwa mkulima, na hata AMCOS kuimarisha uchumi wa kila mmoja na kuleta mabadiliko ya mkulima na udhibiti wa yale malengo ambayo yametolewa na serikali. Kauli ya mkuu wa wilaya, tunashukuru kwamba ameemphasize kwamba wanunuzi wasicheleweshe malipo kwa mkulima. Hiyo yote ina encourage na kuleta motisha kubwa kwa mkulima kwamba aweze kulima na kupata pato lake papo kwa papo. Hii inamuongezea ufanisi na moyo kwamba sasa hata msimu unaokuja aweze kuongeza ili apate tija kwa wakati mwafaka. Kwa jina naitwa Vincent Mayara, natoka AMCOS ya Mambari. Maadhimio nimeyapokea vizuri. Serikali imetushika mkono kwa mambo mbalimbali. Kwa ujumla nashukuru sana. Nikiangalia upande wa mizani, tumeboreshewa kuanzia sasa hivi. Tunatumia mizani ambayo ni ya kisasa, ambayo inalenga moja kwa moja kumkomboa mkulima, hawezi kupoteza maslahi yake. Lakini bado serikali imetuletea benki ya ushirika. Tunashukuru sana benki ya ushirika ambayo itatukomboa sisi washirika wenyewe. Kutokea wilayani Nzega mkoani Tabora, jina langu naitwa Khadija Omari Mazezele. Mtazamaji, hii ni Mabadiliko Chanya TV, mimi na wewe tupige hatua pamoja.